Mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na karibu kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni Kasisi Eric Kimanzi John kutoka kanisa la Christ the Source of Life Ministries Kahawa West hapa Nairobi. Nina furaha kubwa kukuletea ujumbe huu wenye mada sio walio hodari washindao vita. Msikilizaji, sio wote walio na nguvu au uwezo mkubwa ndio washindi katika vita vya maisha. Ukweli ni kwamba uhodari wa kweli hauji kwa nguvu za mwili pekee, bali kwa nia, busara na moyo wa kumpenda Mungu na neema. Andiko letu tutasoma kutoka kitabu cha Mhubiri 9:11, lakini nitaweza kuangazia kitabu cha Samueli wa kwanza 17 ambayo ni hadithi ya Daudi pamoja na Goliathi. Biblia inasema Mhubiri 9:11 kwamba mbio si za wenye mbio, wala vita si vya wenye nguvu. Duniani na dunia yote, na hata wewe wakati mwingine unaamini kuwa wenye nguvu ndio ushinda. Hiyo ni mwanadamu. Wenye uzoefu ndio ushinda, wenye kasi ndio ambao ushinda. Hiyo ni mambo ya kawaida, na hata mimi nakubaliana na wewe kwamba watu ambao wenye kasi ndio ushinda mbio. Ninakubaliana ya kwamba watu walio na uzoefu, watu walio na ujuzi, watu ambao wanajua kufanya mambo, kuna watu tunawaheshimu kwa sababu wanajua kufanya mambo. Kuna watu walio na nguvu, nao ndio ushinda katika haya maisha. Kuna watu ambao ni wasomi na ndio ambao tunaweza tukasema wanafanikiwa. Hiyo ni kama wanadamu, mtu wa kawaida, na mimi nakubaliana na wewe. Lakini tukiingia katika mambo ya Mungu, mpendwa msikilizaji, na hapo ndio ninapenda, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu amheshimu mtu yoyote, aliye msomi, aliyesoma na ambaye hajasoma, aliye na ujuzi na asiye na ujuzi. Vita sio za wale ambao wenye nguvu, vita ni za Bwana. Goliathi tukimwangalia mahali ambapo nikuambia nitaangalia hadithi ya Goliathi pamoja na Daudi. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu ukimwangalia katika umbo lake, Biblia inasema alikuwa mkubwa. Ukimwangalia katika uzoefu, alikuwa ni mtu wa vita, ni jeshi, ni mwanajeshi, mtu wa vita. Alikuwa, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatokezea kila asubuhi, anasimama. Anasema ya kwamba katika jeshi la Israeli wakaweze kutoa mtu mmoja ambaye anaweza akapigana na yeye. Biblia inasema walikaa hapo karibu miaka 40. Maana watu walikuwa wanaambiwa simama uje upigane na Goliathi. Watu wote wanamwangalia, wanapotea. Kila mtu akiuliza kama atapigana, siku 40 watu wakiwa wanaangalia Goliathi. Watu hakuna mtu aliye na uwezo wa kupigana na yeye. Hakuwa anapigana vita. Biblia inasema alikuwa anatokezea. Watu wanaangalia umbo lake. Wanajeshi wa Israeli wanasema siwezi kupigana na yeye. Kwa hivyo alikuwa ni mtu amezoea vita, mwenye silaha zito. Biblia inasema alikuwa hata yeye mwenyewe amejifunika mwili wake kutoka kichwani mpaka hata miguuni, hakuna mahali. Kwa hivyo anamwangalia kwa umbo lake, unasema hapa vita yangu siwezi. Lakini nataka nikuambia kwamba kukatokea kijana ambaye anaitwa Daudi. Daudi alikuwa ni kijana mdogo, hakuwa na silaha hata za vita. Huyo kijana hakuwa na hata na uzoefu wa kivita. Biblia inasema alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anachunga kondoo za baba yake. Alikuwa anaishi kwenye misitu, lakini alikuwa anajua kuna Mungu alikuwa ananiokoa. Mungu alikuwa ni ambaye nikikutana na simba niko na Mungu. Alikuwa anaona na alikuwa anajua ya kwamba sina mambo mengi, sina uzoefu wa vita, sijawahi pigana vita ya kijeshi, lakini alikuwa anajua niko na Mungu ambaye analetea Israeli katika jina la Yesu. Sina nguvu ya kupigana na huyu mtu, lakini ule Mungu ambaye ninabeba ni Mungu mkubwa wa kupigana na hii jitu na kuiweka chini. Hii ambayo imezuia na imepiga na imezuia na imegandamisa wanajeshi, ama ni jeshi la Mungu wa Israeli. Kwa hivyo nataka nikuambie namna gani, msikilizaji wangu, kunaweza kuwa kuna hali ambayo inakutishia maisha. Kuna hali ambayo ukiangalia unaona masomo yako haifiki. Kuna hali ambayo ukiangalia unaona jina yako hata ijulikani. Kule ambako umetoka kuna mtu anawajua, lakini kuna Mungu aishie mbinguni. Kuna Mungu ambaye unaweza ukabeba asubuhi ya leo. Kuna Mungu akiwa ndani yako, hakuna mlima unaweza ukasimama mbele zako. Kuna watu ambao hawakuwa na majina, lakini Mungu aliwasaidia. Na wewe Mungu atakusaidia leo. Inaweza kuwa una watu wa kukusaidia, lakini Mungu aliye juu mbinguni. Kama leo unaweza nisikiliza na ukabeba Mungu katika hali ambao ulipo. Ukisoma kifungu cha 17 mahali tulipo na mstari wa 47,
alimwambia vita ni vya Bwana. Wewe umenikujia na mishale na mambuduki na mambo mengi, lakini mimi nimekuja kwako kwa jina la Bwana Yesu, maana huyo ndiye mshindi ya yote. Daudi akamwambia kwamba hizi vita si zangu, hizi vita ni za Bwana. Manake ni kwamba ushindi wangu haujitegemei. Ushindi wangu unategemea uwezo wa Mungu. Sijitegemei mimi Daudi, namtegemea Mungu anayenipigania kwa ajili yake. Sitegemei mtu. Daudi akamwambia, mimi vita hii vita ni ya Bwana, na Bwana atanipigania, maana ninajua sio wenye mbio ambao wanashinda, sio wenye nguvu ambao wanashinda, sio ambao wenye kazi ambao ataushinda mbio, lakini wale walio na Mungu anawapigania vita zao. Daudi akamwambia ya kwamba ushindi hautegemei uwezo wangu, au ushindi unategemea uwezo wa Mungu. Kwa hivyo msikilizaji wangu, asubuhi ya leo katika jina la Yesu, Mungu anatuhimiza atutimize. Bwana anataka kutuinua. Mungu anataka kukuinua mahali ulipo, lakini moyo wako hauko kwa Bwana. Mungu anataka akutoe mahali ulipo na akupeleke mahali unastahili, lakini hujamwamini Bwana. Unategemea nguvu zako, unategemea hekima yako, unategemea uwezo wako, unategemea ujanja wa kimaisha. Hapo ndipo uliachia Mungu. Na kuomba kwa jina la Yesu, jisalimishe kwa Bwana asubuhi ya leo. Mahali popote ambapo ulipo na unasikia ujumbe huu, jisalimishe kwa Bwana. Mwanadamu walimwona Daudi kama hafai, watu wanakuona kama hufai, lakini Mungu anaona wewe ndiye ambaye unafaa. Biblia inasema mahali ambapo tuko, mstari wa 33, anasema Sauli alimwambia, huwezi kupigana hizi vita, huwezi kupigana na huyo mtu. Lakini ukisoma 16 mstari wa 7, Mungu aangalii nje, anaangalia moyo. Daudi alipokuja katika nyumba baba yake wakitaka kumwagiliwa mafuta, hata baba yake mwenyewe alimkataa. Alimwangalia akasema hata hana mtoto mwingine. Karibu asahau kama ako na mtoto ambaye analisha, ako malishoni, analisha kondoo na zile vitu zingine na wanyama, lakini baba yake mzazi ako karibu kusahau mtoto wake. Kumbe Mungu huyo ndiye ambaye amechagua. Akaulizwa na mtumishi wa Mungu Samueli, je, hakuna mwingine? Hakuna mwingine katika boma hili? Akasema kuna kengine kadogo mahali. Kumbe Mungu huyo ndiye ambaye alikuwa amekusudia kwamba ndiye atakaye komboa nyumba ya Samueli pamoja na nyumba nzima ya Israeli, na ndiye atakaye mfalme ambaye anatayarishwa na anaandaliwa na Mungu katika jina la Yesu. Watu nakwambia asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji wangu, kwamba Mungu, watu wanaweza wakakudharau, lakini Mungu anaona uwezo ndani yako. Watu wanaweza wakakudharau, lakini Mungu akikuangalia anaona mnabii wa mataifa. Mungu akikuangalia anaona mjumbe wake, anaona mwinjilisti, anaona mchungaji ndani yako. Watu wanaweza wakakudharau, lakini Mungu akikuangalia anaona mtu aliye na hazina na hatima kubwa katika maisha haya. Na kuombea kwa jina la Yesu, usikajaribu ukajidharau, maana Mungu ako na kusudi jema katika maisha yako. Anasema niko na mpango mwema juu ya maisha yako. Biblia inasema ukisoma Wakorintho wa kwanza mstari wa 1:27, Mungu hushusha wanyonge, Mungu huchagua wanyonge ili kuwabisha wale ambao ni wenye nguvu. Hiyo ni Biblia inasema hivyo, kwamba Mungu yeye huangalia mtu ambaye ni mnyonge, Bwana anamuinua. Na kuombea msikilizaji wangu kwamba Mungu akaone moyo wako, kwamba ukamwamini Bwana katika jina la Yesu. Ushindi huanza kwa imani, sio muonekano. Kuwa na imani katika Bwana. Kuna watu wengi Mungu anataka wafanyie lakini hawana imani. Mungu anataka asubuhi ya leo ukawa na imani. Usitegemee nguvu zako, usitegemee mambo yako. Muangalie Mungu, tegemea Mungu katika maisha yako. Tegemea Mungu. Kuna watu leo hii wanazunguka na makaratasi mazuri lakini hawana kazi. Lakini kuna mtu ambaye kibali tu kimempeleka mahali, ako kwa ofisi kubwa, na Mungu amemfungulia njia, lakini wale wanaojiamini bado wanazunguka na kiburi yao. Na kuombea kwa jina la Yesu, kuwa na imani ndani ya Bwana. Amini Mungu anaweza akakutoa mahali ulipo. Amini Mungu anaweza akakuinua. Amini Mungu anaweza akakushindania. Amini Mungu anaweza akakupigania katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Daudi hakutegemea silaha. Sasa Sauli alijaribu hata kuvalishwa yale mavazi, akasema sina uzoefu haya mavazi, ni mazito, maana mimi ni mdogo na ni makubwa na sijazoea. Alikataa silaha, akachukua tu kombeo. Alikuwa na uhakika kwamba mimi hii vita ni Mungu ananipigania, ninakuja kwako kwa jina la Yesu, Bwana wa majeshi. Alikuwa anajua sio hii silaha ninavaa. Na kwa hivyo nakuombea leo, usiende ukajidharau, ukajidunisha,
Angalia mambo na uangalie Mungu. Angalia ile shida ambayo unapitia na uiambie kwa jina la Yesu utaondoka. Umekaa kwa hii familia, hatuolewi, hatufanye nini, hatuendelei, hatujengi, nyumba boma ukiingia ni aibu. Mwambia Bwana leo simama katika hiyo boma na usimame hapo. Useme hapa kwa jina la Yesu kumezaliwa mnabii. Mambo itabadilika hapa, mijengo itajengwa, watu wataoleka na wataenda kukaa kwa mabwana zao ama kwa wake wao. Amini Mungu kwa mambo makubwa. Angalia useme hii roho ya kuoa mabibi wengi hapa leo inaisha. Mungu amekuchagua, usiongope kwa sababu ya vile ambavyo unaona. Usiongope kwa sababu hauna jina. Unaweza kuwa ni wewe ule kitinda mimba mdogo kabisa katika hiyo familia. Leo inuka kwa jina la Yesu na utangaze kwa hii familia, Mungu wa Biblia atambuliwa. Bwana akaleta matarajio yasiyotarajiwa katika hiyo boma, kwa sababu kuna mtu ambaye amesimama na ameamini kwamba sio wenye nguvu na sio wenye mbio ambao ushinda, na sio wenye nguvu ambao ushinda katika jina la Yesu. Hakuna aliyemtarajia kwamba Daudi atashinda hiyo vita. Hata ndugu ambao waliozaliwa pamoja na wao hawakuamini Daudi anaweza akashinda Goliathi. Zakaria anasema kifungu cha 4 na mstari wa 6, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali ni kwa Roho wa Mungu aliye hai. Inawezekana na kuna jambo Bwana asiloziweza katika jina la Yesu. Naomba nikuombee ili Mungu akaweze kukupigania vita na Bwana akakupe ushindi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu mahali popote alipo asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Bwana, tumeona kwamba sio wenye nguvu ushinda, sio wenye mbio ushinda, na sio wale ambao wako na kasi zaidi ambao wanaweza wakashinda katika haya maisha, bali ni kwa neema yako, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ni kwa imani ndani ya Mungu wa Biblia ambaye ako na uwezo, katika jina la Yesu. Na muombea msikilizaji wangu, chochote ambacho anakambiliana naye, iwe ni Goliathi wa maisha haya, iwe ni chochote ambacho kimekuwa ni kama mlima na kikwazo katika maisha yake, kwa jina la Yesu Bwana ukampatie ushindi. Wale wanao njia, wale ambao ni wadhaifu katika maisha, Bwana ukawatie nguvu. Bwana ninakuomba katika jina la Yesu, uliyomsaidia Daudi kupigana na Goliathi na ukampa ushindi, ukampe msikilizaji wangu ushindi katika jina la Yesu. Baba ni asante, jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe katika jina la Yesu. Nimehesabu na kuhesabu, nimehesabu na kuhesabu, nimeongeza na kutoa, nikazidisha na kugawanya. Nimeona ni wewe Yesu, ni wewe tu. Nimeona ni wewe Yesu, ni wewe tu. Hakuna mwingine, ni wewe Yesu, ni wewe tu. Peke yako ni wewe Yesu, ni wewe tu. Hesabu zote nilizofanya, nimeona ni wewe tu. Peke yako ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe tu. Mwanzo mwisho ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe tu. Yesu ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe tu. Nikikumbuka ulikonitoa, nikikumbuka ulionitendea, ninakumbuka magonjwa ulioniponya, ninakumbuka vita ulionipigania, ninakumbuka safari umenitembeza, ninakumbuka yale Mungu uliyotenda. Ninasema ni wewe Bwana, ninasema ni wewe tu. Ni wewe, ni wewe Yesu, wewe ni wewe tu. Umetenda haya ni... Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi Judy Mung'ori, nami ni kasisi Eric Kimazi John kutoka kanisa la Christ the Source of Life Ministries, Kahawa West hapa Nairobi. Mungu akubariki. Amina, amina.